Mambo ni vipi bwana mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya habari mpya G5. Aisee, kiafya natumai mzima, na kama kuna changamoto basi ni kutakia kila laheri. Na kukaribisha sana katika habari zetu hizi za habari mpya G5. Na wakati huu ningetamani kukuletea habari kuhusiana na mchezo wa mpira wa miguu, na hapa nazungumzia swala zima kuhusiana na kombe la mataifa ya Afrika, yani AFCON. Katika mechi ambazo zilizochezwa hapo jana, tumeona timu ya Senegal ilifanikiwa kuingia katika hatua ya robo finali. Lakini pia vile vile tumeona timu ya Mali ikifanikiwa kuingia katika robo finali baada ya kuichapa timu ya Tunisia. Lakini kuna mambo kadhaa ningetamani tuweze kuyafahamu zaidi kuhusiana na michezo hii. Kwa upande wa Tunisia ni kwamba jana kuamkia siku hii ya leo amepoteza mechi yake kwa mikwaju ya penalty kwa upande wa 3-2 dhidi ya timu ya Mali. Lakini tukitazama vizuri kuhusiana na timu hii ya Tunisia, tunaweza tukasema kwamba historia yake inafanana na matokeo yake. Tunasema hivi kwa sababu Tunisia bwana, katika historia yake ni kwamba michuano hii ya makombe ya Afrika ameishiriki mara zipatazo 21 mpaka sasa hivi, ambapo timu ya Tunisia imeshinda taji hili kwa mara moja pekee. Lakini kama nilivyokwisha kukueleza kwamba imeshindana katika mashindano haya, yani imeshiriki mara 21 mpaka sasa hivi. Lakini pia vile vile timu hii bwana ina rekodi nzuri kwa sehemu nyingine, kwa sababu timu ya Tunisia imefanikiwa kushiriki mara 17 mfululizo bila kukosekana katika mashindano haya. Hapa tunazungumzia kuanzia mwaka 1994 wakati ambapo Tunisia ndiye ambaye alikuwa ni mwenyeji wa mashindano haya. Mara ya kwanza kabisa ya timu ya Tunisia kushiriki katika michuano hii ni mnamo mwaka 1962 huko nchini Ethiopia. Tunisia imecheza mechi yake ya kwanza kabisa katika mashindano haya ya mataifa ya Afrika mnamo tarehe 14 Januari mwaka 1962. Hata hivyo, pamoja na kushiriki huku, tarehe hii 14 ya Januari mwaka 1962 ilipoteza dhidi ya timu hii ya Ethiopia kipindi hicho, ambapo Tunisia ilipoteza kwa magoli 4-2. Ilipoteza siku hiyo wakati ambapo ilipokuwa imefika katika hatua ya nusu finali. Ilipofika hatua ya nusu finali ndipo ambapo ilipoteza mechi yake kabisa hii dhidi ya timu ya Ethiopia, wakati huo ikiwa inang'ara kweli kweli. Hata hivyo, Tunisia ilimshinda Uganda ambapo ilimtandika magoli 3-0, na hapo sasa kufanya Tunisia kushika nafasi ya mshindi wa 3. Tunisia hatimaye ilikuja kuwa mwenyeji wa mashindano haya mnamo mwaka 1965. Hapa ndipo ambapo Tunisia sasa alikuja kuwa mwenyeji wa mashindano haya. Na katika kipindi hiki ambapo Tunisia ilikuwa ndiyo mwenyeji wa mashindano haya, hapa na maanisha 1965, timu hii bana ya Tunisia ilifanikiwa kufika finali. Lakini hata hivyo haikufanikiwa kuchukua kombe, kwa sababu ilipofika finali ilikutana na bingwa mtetezi Ghana, ambapo aliitandika Tunisia magoli 2-0. Na hata hivyo mechi ilionyesha kuwa ni ngumu sana, ambapo mpaka muda wa ziada ulitolewa, kwa sababu kwenye dakika 90 za kawaida mechi ilishindikana kabisa kuamuliwa kwamba mbabe zaidi ni nani. Na ndipo baada ya dakika zile nyingine za ziada zilizoongezwa, basi Ghana akafanikiwa kumpiga Tunisia magoli 2-0. Lakini hata hivyo, baada ya yeye kuishia finali mwaka 1965, kipindi ambapo alipokuwa yeye ni mwenyeji, Tunisia ilikaa katika hali mbaya sana, kwa sababu ndani ya miongo miwili, yani miaka 20,
timu hii ilishiriki mara 2 peke yake, ambapo mara ya kwanza ilishiriki mwaka 1978, ambapo ilibaki kuishia tu kama mshindi wa 4. Mashindano haya ya mwaka 1978 yalikuwa yakifanyika nchini Ghana. Hapa ndipo ambapo Tunisia sasa aliishia mshindi wa 4. Lakini ni kama hali yake ilikuwa inazidi kuwa mbaya zaidi, kwa sababu ilipofika mwaka 1982 ambapo ndipo aliposhiriki kwa mara nyingine, hapa alitolewa katika hatua ya makundi wakati kombe hilo lilipokuwa likichezewa au mashindano haya yalipokuwa yakifanyika kule nchini Libya. Baada ya hapo Tunisia bwana alishindwa kabisa kuqualify, yani alishindwa kufuzu katika kucheza michuano hii mara 5 mfululizo. Ambapo ilipofika sasa mwaka 1994, mashindano haya yalikuja kufanyikia pale pale nchini Tunisia kwa mara nyingine. Hii ikiwa ni mara yake ambayo Tunisia alipata matokeo mabaya zaidi katika ardhi ya nyumbani kuliko kipindi chochote kile. Na hii ni baada ya kupoteza dhidi ya Mali kwa magoli 2-0, na hatimaye akasuluhu na timu ya Zaire ambayo ni Kongo kwa wakati huu. Katika mechi yake hii kati ya Tunisia na Zaire, hapa alidraw kwa magoli ya 1-1, lakini Mali alikuwa amemshinda magoli 2-0. Hali hii ilisababisha Tunisia kutolewa katika hatua za makundi. Lakini mnamo mwaka 1996, wakati ambapo Tunisia ilipokuwa na kocha ambaye alikuwa ni kocha kutoka mwenyeji au mwananchi kabisa wa nchi ya Poland, aliyekuwa anafahamika kama Henryk Kasperzak, hapa ndipo ambapo timu ilifika tena fainali. Lakini hata hivyo, baada ya kufika fainali, ilipoteza mechi yake ya fainali dhidi ya timu ambayo ilikuwa ni timu mwenyeji South Africa. Siku hiyo Tunisia ilipoteza kwa magoli 2-0. Miaka 8 baadaye, hapa tunazungumza mwaka 2004, timu ya Tunisia ilipewa tena ridhaa ya kuwa mwenyeji wa mashindano haya ya kombe la timu za Afrika. Hata hivyo, Tunisia katika mwaka huu mambo yake yalikuwa ni mazuri zaidi. Alikuwa anashiriki ama alikuwa anakuwa ni mwenyeji wa mashindano haya kwa mara ya 3, yani mwaka 65, mwaka 1994 na hapa tena mwaka 2004. Timu hii ya Tunisia ndipo ambapo ilipofanikiwa kushinda taji hili la mataifa ya Afrika kwa mara yake ya kwanza kabisa katika historia yake. Kipindi hiki ndicho kipindi ambapo Tunisia ilipokuwa inaongozwa na mwalimu ambaye alikuwa ni Mfaransa, yani kocha kutoka Ufaransa, alikuwa anafahamika kama Roger Lamere. Hata hivyo, kipindi hichi ndicho kipindi ambapo Tunisia ilikuwa na wachezaji ambao walioheshimika sana, na mpaka leo bado wachezaji hawa wanaheshimika sana katika timu ya taifa ya Tunisia, kwa sababu tunaweza tukakiita kwamba kilikuwa ni kizazi cha dhahabu. Timu hii ya Tunisia kipindi hiki ilikuwa imewatandika magwiji watu wakubwa sana hapa barani Afrika. Hapa tunamzungumzia Senegal, Nigeria pamoja na Morocco, ambapo Senegal yeye alitolewa na timu hii ya Tunisia katika hatua ya robo finali, na hatimaye Nigeria yeye alitolewa katika hatua ya nusu finali, na kitu hichi ndicho kilichomfanya sasa Tunisia kuingia katika finali, ambapo katika finali hii alikutana na Morocco. Lakini hata hivyo timu ya Morocco ilishindwa kufua dafu mbele ya Tunisia na hatimaye kupoteza kwa magoli 2-1, na hatimaye hapa ndipo sasa Tunisia akatawazwa kuwa bingwa kwa mara ya kwanza kabisa wa kombe la mataifa ya Afrika. Kuanzia mwaka huo, kiukweli Tunisia mambo yake hayajawahi kuwa mazuri tena sana, kwa sababu kuanzia mwaka ule timu imekuwa ikitolewa katika hatua ya makundi, ambapo imetolewa hatua ya makundi mwaka 2010, 2013
lakini vile vile mwaka 2023. Mara zote hizi tatu timu ya Tunisia imekuwa ikiishia katika hatua za makundi. Lakini si hivyo tu, Tunisia imetolewa mara 6 katika hatua ya robo finali. Hapa nazungumzia mwaka 2006, mwaka 2008, mwaka 2012, 2015, mwaka 2017 na mwaka 2021. Hata hivyo, timu ya taifa ya Tunisia ilifanikiwa kufika nusu finali na hatimaye kuishia mshindi wa 4 mwaka 2019. Kwa ujumla, Tunisia ameshiriki katika mashindano haya mara 21, ambapo kwa ujumla wake amecheza mechi 83, na katika mechi hizi 83 Tunisia ameshinda mechi 25. Hata hivyo amedraw mechi 30 na kupoteza mechi 28. Jumla ya magoli ambayo Tunisia ameyashinda mpaka sasa ni magoli 100, lakini hata hivyo ameruhusu magoli 97. Ushindi mkubwa kabisa wa timu ya Tunisia kupata katika michuano hii ni ushindi ambapo alishinda goli 4-0, ambapo alishinda dhidi ya Ethiopia mnamo mwaka 1965 katika mwezi ule wa Novemba 12. Lakini pia vile vile ushindi kama huu alikuja kupata tena dhidi ya Mauritania mwaka 2022 Januari 16. Tunisia alishindwa na yeye, lakini mara ambazo ameshindwa zaidi ni pale ambapo alipopigwa goli 3. Haya ndiyo matokeo mabaya zaidi kwake, aliposhindwa goli 3-0 dhidi ya Kameruni mnamo mwaka 2000 mwezi wa pili tarehe 10. Na ushindi kama huo, yani kupigwa kwake kama huko, alipigwa tena dhidi ya Guinea mnamo tarehe 30 Januari mwaka 2006, ambapo napo alipoteza kwa 3-0. Hata hivyo haikuishia hapo. Ushindi huu ambao ameshindwa yeye wa kupigwa magoli 3-0, ameshindwa vile vile mnamo mwaka 2013 alipocheza na timu ya Ivory Coast. Mchezaji ambaye anaendelea kushikia kwa kufunga magoli mengi sana ni Francisco dos Santos, ambaye ameshinda magoli 10 katika mashindano haya akiwa na timu yake ya Tunisia. Lakini hata hivyo, mchezaji mwingine ambaye naye ana historia nzuri katika timu hii ni Youssef Msakin, ambaye huyu ameonekana akicheza mechi 29 ndani ya mashindano mara 8. Yaani kuanzia mwaka 2010 mpaka 2023 Youssef Msakin amecheza mechi 29. Na hapo usiku wa kuamkia leo, timu ya taifa ya Tunisia pia imepotea katika hatua ya 16 bora baada ya kusuluhu kwa 1-1 na hatimaye kuingia katika mikwaju ya penalty, ambapo alipoteza kwa 3-2. Msikilizaji wa channel yetu hii ya Habari Mpya G5, endelea kuwa pamoja na sisi tuweze kukupa habari mbalimbali na uchambuzi mbalimbali katika channel yetu hii. Na kama wewe ni mgeni, basi usiache kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, lakini pia vile vile usiache kulike, kushare na kucomment. Tupe maoni yako, ni timu gani ambayo unaiona ikifika finali msimu huu? Basi endelea kuwa pamoja na sisi hadi wakati mwingine. Hii ni Habari Mpya G5.